Kwa kama sukari pale sina nyingi kwa sababu sielewi. Siwezi nikaenda kubeba tena mifuko. Sana naweza nikabeba mifuko 2 au 1. Siwezi kubeba mifuko mingi kwa sababu sukari inanikata. Mwingine anauza 3200. Mwingine anauza 3500. Kwa hiyo na mimi mpaka itakapoisha kabisa ndio naenda kubeba mifuko. Siwezi kwenda kubeba sasa hivi. Uanyia mnunue ile ya kupima ya kuchukua ile ambayo iko paki. Ya kupima ninayo pia. Bei hiyo hiyo? Hapana. Ya kupima mimi nauza 3000. Kilo. Ambapo mfuko wa kilo 20. Kwa sababu hiyo ya kupima mimi nauza 3000 kwa sababu bei nilionunulia sio ile. Nilinunua nafikiri 120,000 mfuko kwa kilo 50. Kwa bado kule sijapandisha. Hata uuzaji wa ng'ombe pia unapungua. Kwa miezi kama hii ng'ombe huwa narudi mapolini. Kwa vijijini pale zinakuwa ni chache. Japokuwa ni kila mwaka miezi ya kuanzia mwezi wa 9 wa 10. Baada ya hapo sasa inarudi tena kushuka. Inategemeana sasa unao mwaka bei zinakueje zinavyokuja. Lakini changamoto kubwa ng'ombe zimeadimika. Yaani pamoja na changamoto hizi ambazo kila mwaka unatokea, ng'ombe zimepungua kwa kasi. Kwa naomba tu serikali iangalie ile ng'ombe zimeisha tofauti na vile zilivyokuwa nyuma, na sasa hizi ng'ombe zimepungua kwa kasi. Malalamiko pia ambayo tumeyapokea juu ya upimaji wa nyama kwa baadhi ya wafanyabiashara, kwamba mtu anakuja kununua kilo 2 za nyama anawekewa kilo 1.5 au na robo 3. Hili unalizungumziaje? Hili siwezi kuzungumzia kwa sababu hiyo ni tabia ya mtu. Kwa tabia ya mtu huwezi ukaisema hii ni tabia ya mtu. Unaweza kukuta mtu mwingine anauza kulingana na tabia yake nzuri, anapima vizuri. Kwa hiyo ukilizungumza hili linakaa kwenye tabia ya mtu mwenyewe. Huwezi kulizungumza katika mfumo wa kibiashara. Siwezi kujitetea kwa hilo. Labda ukidhibitisha wewe siku ukaja ukapata ushahidi huo unaweza zilipanda bei. Zilifika shilingi ngapi kipindi hicho? Kipindi hicho kilikuwa 55. Wakati zilikuwa huko 40 na. Lakini tulilazimika kuchukua hivyo hivyo na tuliuza hapa kwa 60 mpaka 61. Lakini tulimaliza. Unafikiri kwa nini pamekuwa na mabadiliko ya ghafla ya kupanda kwa bei? Sijajua mimi kwa sababu sisi tumezoea kupanda bei ya sukari ni miezi wa 3, wa 4, wa 5, wa 6. Huwa wanafanya ukarabati viwanda. Lakini kwa safari hii mimi sina habari. Kupitia kikao chetu cha leo kimeelekeza na tayari utekelezaji umeshafanyika wa kuunda timu ndogo ya kufanya utafiti wa kina ili tubaini hasa kiini cha hii changamoto. Kwanza tuwabaini watu ambao kwa njia moja au nyingine wamehusika au wanahusika kupandisha bei ya bidhaa hususani sukari. Pili, tujiridhishe hii sukari wameinunua wapi, kwenye kiwanda kipi. Hii timu itafanya kazi ya kupata taarifa mpaka kwenye viwanda vyetu vyote, kiwanda cha Mtibwa pamoja na vile viwanda vingine. Tujiridhishe na usafiri kuitoa sukari Mtibwa, Kilombero kuileta hapa Mbeya. Lakini pia wafuatilie na nyaraka zote walizozitumia kwenye michakato ya kununua hiyo sukari. Na tayari tumeshaunda timu, itakuwa na watu 11. Watakuwepo wajumbe baadhi wa vyombo vyetu vya usalama, lakini pia watakuwa na wataalamu wa halmashauri zetu zote mbili, halmashauri ya jiji la Mbeya na halmashauri ya Mbeya DC. Na timu hiyo itaongozwa na afisa biashara wa jiji la Mbeya. Katibu wake atakuwa afisa biashara wa halmashauri ya Mbeya DC. Nimewapa siku 3
Jumatatu wanatakiwa wawasilishe taarifa hiyo kwenye kikao cha kamati ya usalama. Baada ya kupokea ripoti ile, itatusaidia kuwajua wafanyabiashara hao ambao si waaminifu, wanaamua kwa makusudi kuigombanisha serikali na wananchi wake. Baada ya hapo sasa, kamati ya usalama itafanya maamuzi, na kubwa ni kuhakikisha kwamba wote waliohusika au wote watakaobainika kuhusika kupandisha bei ya sukari pamoja na bidhaa nyingine, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao kwa mujibu wa sheria za nchi yetu.